uongozi wa kanisa la Paroko, ndugu waombolezaji, wanafamilia ya ndugu Dennis Busora Sebo, familia ya EFM, viongozi wa serikali, wote poleni sana. Nitajitahidi kujikaza kidogo kwa sababu hali yangu najua mwenyewe hapa ndivyo. Ningependa kuelezea kidogo historia yangu fupi na Sebo tulikutana vipi. Sebo alikuwa anafanya kazi East Africa TV, mimi nafanya kazi Magic FM. Kwa kipindi hiko Sebo alikuwa ni senior kwangu kwa sababu umaarufu wake ulikuwa ni kiwango cha juu compare na umaarufu wangu. Kwa nafasi hiyo sisi watangazaji, mtu ambaye amekuzidi umaarufu ni kama kaka kwako, haijalishi age yake kwa vipi. Kwa nikawa namuita brother Sebo, na tulikuwa tuna kazi ambazo tunashirikiana kutoka kituo chetu cha Magic FM na East Africa Radio. Nafikiri kwa wale wahenga wenzangu mnaifahamu kwa Fujo DJ, ili tulazimu baadhi ya kazi tuzifanye kwa ushirika wa East Africa TV na Magic FM. Tukiwa tuna vikao vya maandalizi, tukikusanyika wafanyakazi wa Magic FM na wa East Africa Radio, tukimaliza vile vikao watu wote huondoka, ila mimi huwa nabaki kuweka vitu vyangu sawa. Kwa bahati nzuri Sebo pia huwa anabaki. Hatujapanga tubaki, lakini tajikuta wote wawili tumebaki. Haya anafanya anachokifanya, mimi nafanya anachokifanya. Wakati mwingine inatulazimu tutafika mpaka saa 6 za usiku. Sio rafiki yangu wa karibu by then, lakini coincidence ya mapenzi ya kazi yalitufanya tajikuta tunafanya vitu vinafanana. Kuna siku akanambia natamani kufanya kazi na wewe siku moja. Nikasema hata mimi natamani kufanya kazi na wewe. Lakini kama unavyoona uko East Africa, mimi niko Magic FM. Tukapotezana baada ya muda. Tuja kukutana tena mwaka 2009 2008 kama wasia aliotaja ndugu yangu Sebastian hapa. Nikajikuta mimi ni DJ na yeye ni mtangazaji wa kipindi. Bado aliendelea kuwa brother kwa sababu tunakubaliana wote Friday Night Live ilikuwa ni kipindi kikubwa sana Tanzania by then. Kwa hiyo kwa heshima yake mimi nilikuwa najihisi nimepata nafasi ya kufanya kazi na mtangazaji mkubwa sana kama DJ. Kwa bahati nzuri hiyo furaha yangu na furaha yake haikuweza kudumu kwa muda mrefu. Kwa sababu mimi tayari nilikuwa nishaanza ndoto za kutafuta kituo cha redio. Na yeye aliniambia nafurahi kufanya kazi na wewe, lakini kwa ndoto yako hii na maono yako naamua kuacha kazi, mimi nakuruhusu kwa moyo mmoja, nenda. Tuliishia hapo, na baadaye mwaka 2014 kituo cha EFM kilianza. Nikampigia simu, nikamwambia ndugu yangu, kituo hiki hapa tulikuwa na ndoto kufanya kazi pamoja, njoo tuanze safari yetu ya EFM kwa pamoja. Ilikuwa saa 12 jioni, akasema yani leo siku sitolala mpaka tuonane. Ndio meeting yetu ya kwanza, tulikaa kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 11 jioni. Hatukuwa na kitu cha maana zaidi ya furaha. Tulisema tutaongea kesho, leo tufurahi tu kwa sababu ndoto ya kufanya vitu vikubwa na changes kwenye media imetimia. Mpaka hapo niwaambie tu, nina watu wachache ambao wanaamini maono yangu kidogo yana ukakasi. Wakati mwingine unahitaji kuwa na mawazo mapana sana uweze kuya transform, uweze kuya implement. Sebo alikuwa ni mmoja kati ya hao watu. Ni mtu ambaye utamwambia kitu kwa udogo, atakitekeleza kwa ukubwa. Utampa taarifa nyembamba, ataibeba kwa ukubwa. Hata kabla ya mauti wake, masaa mawili kabla, nilizungumza naye zaidi ya dakika 40. Nilikuwa nampa information vipisi, lakini kwa sababu namjua jinsi gani anaweza kutanua information, aliniambia nimekuelewa na kesho naenda kuyafanyia kazi hayo yote. Naamini kwa upande wangu maumivu yangu ni makubwa sana ambayo siwezi hata kuelezea nikamaliza hapa kwenye hii mic.
Nina hakika hata yeye huko waliko anajua ameacha maumivu makubwa kwa kiasi gani kwa familia ya EFM, familia yake na mimi kwa ujumla. Naomba tu niwashukuru sana sana wanakamati wa maandalizi ya msiba. Msiba ulikuta nikiwa nje ya Tanzania, nikawasiliana na brother Magae, akasema tunatengeneza kamati, tunaomba ridhaa yako tuendelee na kila kitu, tutakutaarifu. Ukweli sikuamini kama maandalizi yatakuwa na ubora na uzito kama huu uliouona. Nawashukuru sana kamati kwa kumheshimisha kakaangu. Asanteni sana. Kipekee kabisa nimshukuru kaka Magae ambaye ni baba mlezi wa Sebo. Kuwa baba mlezi ni jambo jingine na kuwa na mapenzi ya dhati ni jambo jingine. Magae baada ya kuona niko mbali ya nchi, aliuchukua msiba akaupeleka nyumbani kwake. Hayo ni mapenzi ya dhati. Unaweza kuwa baba mlezi, ukawa rafiki na ukafanya otherwise. Asante sana brother Magae. Kipekee ni washukuru wanafamilia wa EFM. Najua ni jinsi gani mmeumia, ni jinsi gani na maumivu makali sana, lakini nikiwa mbali niliongea na viongozi wenu, nikawafariji, nikawaambia ninawezekana mna maumivu makali zaidi yangu, lakini maumivu yangu ni makali zaidi yenu. Sababu Sebo kwangu hakuwa tu mfanyakazi mwenzangu. Sebo alikuwa ni kaka, ni baba, pia ndo msimamizi wa ndoa yangu. Kwa kuna vitu tulikuwa tunaongea vingine beyond ya kazi. Ziko siri zangu nyingine hakuna anayejua zaidi ya Sebo. Kwa hiyo na maumivu makali zaidi yenu, naomba mjikaze, muhakikishe mnakuwa imara, tuweze kumpumzisha ndugu yetu kwa heshima. Na washukuru mmesimama imara na mmelifanya hilo. Mungu awabariki sana. Baba Paroko, mafundisho yako yameniponya sana. Niko ni position ambayo maumivu yangu sipaswi kuyaonyesha kwa watu wengine. Mimi ndo kiongozi wa taasisi. Kwa hiyo naumia, lakini napaswa niwe imara ili na wao wawe imara. Lakini mafundisho yako na uhakika yameniponya na ameponya wengine wote. Asante sana. Nimeingia hapa nikiwa na moyo mzito sana, lakini baada ya mafundisho nimeshusha mzigo mzito sana. Namshukuru sana mheshimiwa. Kingine, umenipiga kidogo, umenichapa ile sehemu ya ndoa na mtoto. Nilikuwa nahisi kama unalenga mimi kwa sababu mimi baada ya ndoa tu miezi miwili kitu. Afu nilivyoona ile haikutosha, alipojifungua miezi mitatu kitu. Kwa hiyo asante, nimepata ujumbe wako. Napenda niwashukuru pia wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania. Mmenionyesha umoja wetu, mmenionyesha upendo wetu. Kuna vitu vingi vimefanyika nikiwa sipo, mlivisimamia na kuhakikisha hili jambo linabebwa kwa uzito, na mpaka hapa tulipo sasa hivi tunaendelea kuhakikisha habari zinawafikia Watanzania wote. Asanteni sana East Africa TV, Clouds FM. Dada yangu Sheba siko wapi? Asante sana. Dada Regina. Asante sana. Nashukuru Crown Media Group. Nilimwona hapa Kikeke, sio alikuwa amekaa wapi? Nashukuru Mila Dao. Asante sana, umefanya kazi kubwa sana brother. Na media nyingine zote kwa pamoja, kazi yenu nimeipokea kwa ukubwa sana. Azam. Okay, Wasafi Media Group, samani. Nashukuru sana. Nawaona. Nashukuru sana. Naamini haya yote ni kwa sababu ya mapenzi ya dhati mlionayo kwa kaka yetu Dennis Busura. Busura hakuwa na mipaka. Hakujali watu tu ambao wa EFM, ana marafiki wa media house zote.
Busua kati ya kazi kubwa nyingine aliyofanya ni kuunganisha watu. Marafiki zake ilikuwa ni cross. Ukienda ukutana kwenye kijiwe chake ni rahisi kumkuta Edok Mwembe. Edok Mwembe anafanya kazi Wasafi. Ni rahisi kukuta watu wa Clouds kwenye kijiwe kimoja. Na hii imeonyesha hata leo hapa hiyo flavor ipo, imechanganyika kwa sababu ya mapenzi yake alionayo. Nawashukuru sana kwa hiyo, na natamani kuongea mengi lakini nisamehe niishie hapo kwa sasa hivi. Tumuombe ndugu yetu Sebo tumfikishe salama kokote aliko. Sisi kama EFM tuko viongozi wanne. Sebo ambaye kwa sasa hivi yuko kwenye sanduku, Papa Dizo, Dickson Ponela, Geoffrey Ndaula na mimi Francis. We are just 4, na kila siku tukizungumza tunaambizana yeyote atakayetangulia wa kwanza atawaachia wenzio wakati mgumu sana. Na kwa bahati mbaya kwenye akili yangu sikuwaza kwamba katika hao watakuwa wa kwanza atakuwa Sebo. Sababu Sebo alibeba vitu vikubwa sana kwa ajili ya taasisi. Lakini leo Sebo amelala, na hakika ameacha mafunzo makubwa kwa vijana wangu, na vijana wangu watakuwa imara, watasimamia yale ya msingi yote aliyojenga na kuhakikisha tunaenzi na kuendeleza nguvu zake alizoziweka, na mimi personally nitahakikisha tunaendelea pale tulipoishia. Asanteni sana. Mheshimiwa Baba Padre, kiongozi wa ibada, tuko kwenye 90% ya zoezi la salamu za pole kutoka taasisi mbalimbali, na hapa ni kwa sababu tumefanyia kanisa